Mamlaka yetu ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi kwa kushirikiana na benki ya Equity na wadau wengine waandishi wa habari watazunguka nchi nzima kufanya uhamasishaji, kuhamasisha Watanzania kuweza kuwekeza, uwekezaji wa ndani. Na lengo la kampeni hii tunalenga mambo matatu manne. La kwanza ni kutoa elimu ya uwekezaji kwa Watanzania wote. Jambo la pili ni kuwaonyesha Watanzania ambao wanapenda kuwekeza, fursa za kuwekeza ziko wapi, fursa za uwekezaji ziko wapi, maeneo gani ya kuwekeza, maeneo gani ambayo ni kipaumbele katika uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni eneo la pili ambalo litakuwa ni kubwa sana. Eneo la tatu ambalo nataka tulifanye ni kuwaeleza Watanzania vivutio gani vya kikodi na visivyo vya kikodi ambavyo vinatolewa na serikali kupitia TISEZA pale ambapo wataamua kuwekeza. Namna gani watapata vivutio, watapata vivutio gani vya kikodi, vivutio gani visivyo vya kikodi, ili kuwarahisishia uwekezaji wao kwa maeneo ambao watachagua kuwekeza. Lengo la nne ni kuwakutanisha wawekezaji wa Kitanzania na wawekezaji wa nje katika swala zima lile la upia katika uwekezaji. Namna gani wanaweza wakashirikiana na wawekezaji wa nje katika kuweza kukuza uwekezaji wao. Lakini la tano ambalo ni nyongeza ni kwamba Watanzania wengi wana maeneo wanaomiliki, kwa mfano ardhi, na wajua wafanyie nini. Tungetaka tutumie fursa hii kwa kukutanisha na TISEZA ili wanaweza kukabidhi maeneo kwa TISEZA kuwasaidia kupata wawekezaji ili waweze kuwekeza katika maeneo yao, ili wabadilishe maeneo yao ya ardhi kuwa mali kifedha, na kwa mtindo watakuza kipato chao na watasaidia pia kukuza kipato cha kitaifa na kuongeza ajira Tanzania. Kwa ndio maeneo matano ambayo tunaenda kufanya kazi katika swala hili la uwekezaji. Wito wangu ni kupitia nyewe waandishi wa habari kwamba Watanzania wajitokeze, wasikilize wetu TISEZA, waulize maswali, waone fursa ambazo zipo na hatimaye wachukue hatua, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kwa dhati kabisa kukuza sekta ya uwekezaji wa ndani, yani domestic investment, sambamba na kuvutia uwekezaji wa nje. Hiyo ndiyo njia sahihi ya kuweza kukuza uchumi wetu. Napomalizia niseme tu kwamba kwa niaba ya serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini ili kurahisisha Watanzania kufanya biashara, na lengo letu kubwa ni kuona kwamba sekta isiyo rasmi, yani informal sector, inabadilika kuwa sekta rasmi ili waweze kuchangia vizuri katika uchumi, ili waweze kutengeneza ajira zaidi. Kwa taasisi zetu zote za umma ambazo zinahusika na biashara zimepewa maelekezo kurahisisha swala zima la kusajili biashara na kufanya biashara, ili wafanya biashara wengi wadogo na wakati ambapo katika sekta ambayo ni informal, yani sekta sio rasmi, waweze kuwa formal ili watambuliwe mchango katika uchumi na kuweza kuchangia katika pato la taifa na kuzalisha ajira. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, amezindua kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani, na amezungumza kwa nini uwekezaji wa ndani ni muhimu. Na sisi kama mamlaka ya uwekezaji tuna malengo mawili kuhusu kampeni hii, ukiacha yale 7 ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Waziri. Moja, tuna lengo la kufikia miradi 1500 ambayo imesajiliwa kwa mwaka mmoja. Mwaka uliopita tulikuwa na lengo la miradi 1000, tumefika miradi 925, zaidi ya 90% ya lengo tulikuwa tumejiwekea. Mwaka uliopita tulikuwa na miradi 917 ambayo ilikuwa ni record pia. Na mwaka huu lengo letu mwaka 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba tulisajili miradi 1500. Kwa moja ya hamasa ni hii, lakini ya pili, lengo la pili ni angalau 50% ya miradi hii iwe miradi inayomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Mwaka uliopita takriban 55% ni miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania pamoja na Watanzania na ubia. Kwa 30% miradi inamilikiwa fully na Watanzania, 25% miradi ambayo inafanywa ubia kati ya wageni na Watanzania. Kwa ukijumlisha mkono wa Watanzania unaokuta katika miradi takriban 55%. Lakini sisi mwaka huu tunataka miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania pekee kwa 100% iwe takriban 50%. Kwa tukipata miradi 750 ambayo inamilikiwa na Watanzania tukajumlisha na Watanzania inayomilikiwa na wageni, tunajua takriban 70-80 ya uwekezaji wote wa Tanzania utakuwa mikononi mwa Watanzania. Na pale ndipo tutakapoona sasa mageuzi haya ambayo Mheshimiwa Rais
amekuwa akiongoza katika sekta ya uwekezaji tangu mwaka 2021 na matokeo yake ambayo tunaona hadi sasa. Kwa hiyo wito wetu, Watanzania watakaposikia kwenye vyombo vya habari, moja, wafuatilie kampeni za TISEZA, wazione zinapokuja katika mkoa wao. Katika kila mkoa tutafanya semina za wawekezaji wa pale, waweze kushiriki, wapate elimu, wapate vivutio, wajue afisa ambaye yuko kwenye mkoa wao atakayeshirikiana nao, atakayewasaidia. Lakini pia wao wenye biashara ambao ana biashara anataka kukua, atuletee maandiko yake ya biashara. Mwenye ardhi anayetaka mbia, na yeye pia atuletee ardhi yake, ili tuweze kumuunganisha na wawekezaji wa nje pamoja na wa ndani. Ni muhimu kama Mheshimiwa Waziri alivyosema leo, ile mitaji zile asset tulizo nazo, whether ni biashara au ardhi, zikutane na mitaji tuweze kuzalisha mali, na pale ndipo uwekezaji unapotokea na maendeleo ya uchumi pamoja na mikoa. Mimi leo niko hapa kwa niaba ya kampuni ya Itracom Fertilizers Limited. Hii kampuni ipo eneo la Nala pale Dodoma, na ni kampuni kubwa ya uzalishaji wa mbolea Tanzania kwa sasa, katika nchi ya Tanzania lakini na nchi za Afrika Mashariki. Sasa mimi nazungumza hapa kwa niaba ya management, lakini pia kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, kwa sababu mimi ni mojawapo ya wajumbe wa bodi wa kampuni ya Itracom Fertilizer Limited. Ni kampuni ya watu binafsi, na ndio maana tuko hapa kwa niaba ya private sector. Sasa sisi tumeitikia wito huu kwa sababu ni jambo jema na tunaipongeza sana serikali, Mheshimiwa Rais, lakini kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo kwa kuandaa huu mkutano unaohusu wawekezaji wote wa ndani ambao wanahusika katika portfolio yake, kuyazungumza, na ametupa picha halisi ya ile vision ya serikali, dira ya serikali ya mwaka 2050. Sasa ndani yake kuna mambo mengi yanayohusu uwekezaji, na amefafanua na ameonyesha uthabiti wa namna ambavyo serikali ipo tayari kuboresha mazingira ya uwekezaji Tanzania, lakini pia amesisitiza sana kutoa elimu, na ameomba Watanzania na hasa sisi wa ndani ya nchi pamoja na walioko nje wa Tanzania, lakini kikubwa Mheshimiwa Waziri amesisitiza kwa niaba ya serikali kutoa elimu kwa Watanzania wa ndani washiriki katika shughuli za uwekezaji. Kuna biashara chungu mzima za kufanya, lakini dhana pia uwekezaji isichukulia tu kwamba kwa mtu ambaye anahitajika kuwa na fedha kubwa au mwenye fedha kubwa. Hata ukiwa na fedha kiasi cha kuanzia, hata kama ni mfanyakazi upande wa serikali ama hata kutoka kwenye sekta binafsi, unaweza kuwa mwekezaji, ili madam tu umejipanga vizuri na unashiriki na una heshima na unaheshimu namna ya kusimamia rasilimali fedha ulizonazo. Kwa hivyo sisi tunafurahia sana kwa kuwa hapa na tumefarijika, na tumeelezea serikali pia kuna changamoto ambazo zinawakabili wawekezaji, lakini serikali imeahidi kwamba itakuwa inazitatua. Kwa sasa hivi inaongeza spidi ya kuzitatua.